Shukrani sana Richard Ngaila pamoja na Kisa Daniel. Ni kweli nawapata vyema kutoka katika viwanja vya Bunge jijini Dodoma. Na leo hii ikiwa bajeti kuu ya serikali kwa mwaka ujao wa fedha 2026-2027 imewasilishwa rasmi, huku serikali ikiweka vipaumbele vitano, ikipendekeza pia kutoa msamaha wa kodi la ongezeko la thamani kwa maana ya VAT kwenye mafuta ya kula, pamba, magari ya umeme pamoja na gesi. Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar amesema hayo mapema hii leo akiwasilisha bajeti kuu na kueleza wafanyabiashara wapya watapata msamaha wa kodi ya mapato kwa mwaka mmoja tangu wapate leseni ya biashara kwa maana ya TIN. Saa 10:10 alasiri, Waziri wa Fedha Balozi Omar anawasili katika viwanja vya Bunge tayari kuwasilisha bajeti kuu ya serikali ya mwaka wa fedha 2026-2027. Katika uwasilishaji wa bajeti hiyo yenye dhima ya kujenga uchumi himilivu kupitia mageuzi ya kidigitali na uwekezaji, ilifuatiliwa na maelfu ya Watanzania akiwemo Rais Samia Suluhu Hassan, Balozi Omar ameainisha vyanzo mbalimbali vya mapato, mikakati ya kulinda na kupanua vyanzo hivyo, pamoja na mpango wa serikali wa kukopa trilioni 15 kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa miundombinu ya kimkakati. Katika mwaka 2026-2027 serikali inatarajia kukopa jumla shilingi trilioni 15.54. Kati ya kiasi hicho mikopo ya ndani shilingi trilioni 6.56 na mikopo ya nje yenye masharti nafuu shilingi trilioni 6.55 na mikopo ya nje yenye masharti ya kibiashara shilingi trilioni 2.43. Aidha, serikali inakadiria kulipa malipo ya mtaji kwa mikopo iliyoiva ya shilingi trilioni 7.84. Maboresho ya mifumo ya kodi yakaelezwa kwenye upande wa mafuta ya kula na pamba, magari ya umeme na gesi na wafanyabiashara wapya. Mosi, kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% kwenye mafuta ghafi ya kula ya aina zote ikiwemo ya mchikichi na mafuta yaliyochakatwa kwa kiwango kidogo, semi refined palm oil. Hatua hii ina lengo la kuondoa changamoto ya udanganyifu wa uainishaji wa bidhaa, yani misdeclaration na misclassification, unaofanywa na baadhi ya wafanyabiashara wasioaminifu ambao hutumia nafuu iliyopo kwenye mafuta ya mchikichi kuagiza yaliyochakatwa. Kwa kuzingatia umuhimu wa mchango wa tasnia ya pamba, nguo na mavazi katika uchumi, inapendekezwa kuendelea kulinda viwanda vya ndani vinavyozalisha vitambaa kwa kuchukua hatua zaidi zifuatazo. Mosi, kuongeza ushuru wa forodha kutoka 25% hadi 35% au dola za Marekani 0.3 kwa mita ya kitambaa kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa. Na pili, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye nguo na mavazi yanayozalishwa kwa kutumia pamba yanayozalishwa ndani ya nchi kwa lengo la kuhamasisha matumizi yake. Mikakati ya kupunguza matumizi ya fedha taslimu nayo ikaelezwa. Moja, kuweka sharti la baadhi ya malipo ya huduma na biashara kufanyika kwa njia za kidijitali kama ilivyoainishwa katika aya 61 ya hotuba yangu. Pili, kusitisha usambazaji wa matumizi ya vocha za ukwangua za muda wa maongezi katika maeneo yote ya mijini yenye miundombinu wezeshi ya malipo ya kidijitali. Tatu, kuweka sharti la matumizi ya vifaa vya malipo ya kidijitali, yani lipa namba na TAN QR, kama moja ya kigezo wakati wa utoaji na uhuishaji wa leseni za biashara. Nne, kuweka sharti la kufungua akaunti ya benki kama moja ya kigezo kwa utoaji wa leseni kwa wafanyabiashara wanaoshiriki katika shughuli za madini, mifugo, mazao, mbao na uvuvi. Tufuata sasa ni mjadala wa bajeti kuu ya serikali ambao utaanza Jumatatu ijayo ukijadiliwa kwa siku 7 mfululizo. George Mbara, Azam News, Dodoma. Na baada ya kuwasilishwa kwa bajeti hiyo ya serikali ya shilingi trilioni 62.3, baadhi ya wabunge wamekuwa na maoni mseto juu ya kilichowasilishwa kuhusiana na wananchi kulipa kodi sisi wenyewe. Kama tunavyojua, msingi wa nchi ni kodi. Sisi tumetembea sehemu mbalimbali, unakuta hata embe inalipiwa kodi. Kwa hiyo nchi inajengwa na mwananchi mwenyewe. Kwa hiyo tukianza kulipa kodi sisi, basi kila kitu kwenye nchi yetu kitakuwa sawa. Hali yoyote inayotoka nje au bidhaa yoyote inayotoka nje ilikuwa 25%. Sasa hivi wameongeza 35%. Kwa hiyo ni ushuru umeongezeka. Lakini jambo la pili, sijaona katika bajeti nzima sehemu special inayozungumzia kwenda kuwasaidia wananchi wa kipato cha chini kubadilisha maisha yao au uchumi wa mtu mmoja mmoja. Tumelinda viwanda vyetu vya ndani na tumetendea haki pia kwenye kilimo, nimeona mambo ni mazuri. Kwa ujumla mimi nimefurahi, Watanzania wametendewa haki, viwanda vya ndani vimetendewa haki na uchumi wetu umetendewa haki.
Mbali na wabunge hao, lakini wananchi katika maeneo mbalimbali wamefuatilia uwasilishwaji wa bajeti hiyo na kutoa maoni yao katika baadhi ya maeneo ambayo wameyatafakari, kama anavyotueleza Upendo Michael. Tayari serikali imewasilisha bajeti kuu kwa mwaka wa fedha 2026-27 ambayo imegusa katika maeneo mbalimbali. Baada ya hiyo, mjadala umehamia kwa wananchi, hususan wale ambao wamefuatilia bajeti yenyewe, huku wengine wakiisifia, lakini wengine wakisema kwamba yapo maeneo ambayo yanatakiwa kufanywa marekebisho kabla ya bajeti yenyewe kupitishwa rasmi. Pamoja na kutupunguzia kwenye gesi na vitu vingine, na kwenye mafuta angalau ishuke kidogo. Ili Watanzania wote tuweze kumanage maisha yaende sawa. Natamani kuona bajeti kama ilivyotajwa ifanywe kama ilivyo. Yaani mpaka kufikia 2027 tuone matokeo mazuri ya bajeti hii. Serikali imejaribu kuweka mikakati mingi ya jinsi ya kuweza kukusanya mapato yetu ya ndani, na hasa kwa kuweka kodi katika bidhaa zinazoingizwa, lakini hii inapowekwa inasaidia pia kuweza kukuza uwekezaji ndani ya taifa, lakini pia kuweza kulinda viwanda vyetu vya ndani. Kwa hiyo kwa ujumla niseme kwamba bajeti yetu ina mwelekeo mzuri. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo kwa upande mmoja tunaona kwa maisha ya kawaida tunaona kwamba imegusa na imeweza kusaidia, lakini bado tutarudi kule utekelezaji, kwa sababu hii mipango ni mizuri, lakini pia tumeona kuna kitu kingine kizuri, mkakati wa serikali. Ukienda kusajili biashara yako kulikuwa kuna hiyo kero. Achilia mbali maeneo ya ajira na kikodi ambayo wananchi hawa wameainisha, lakini yapo maeneo mengine ambayo wanadhani kwamba yanahitajika kufanyiwa kazi, lakini kuzingatiwa kwa ufasaha zaidi. Ninachokiona wanatoa sehemu moja kupunguza. Kwa mfano amesema watakwenda kuzingatia kuangalia namna gani watapunguza kwenye bima ya afya, lakini nilichoangalia wanakwenda kuchukua hela wapi ili kuweka kwenye bima ya afya. Wanachukua kwenye sukari ambako kuna wanawake, kuna watoto, kuna vijana ambao kiukweli sukari ni maisha yao. Ni bajeti ambayo inatuonyesha Tanzania inakoelekea kutoka katika utegemezi na kwenda katika kujitegemea, kwa sababu bajeti inavyotegemea zaidi pato la ndani inakuwa ni vyema zaidi. Uwasilishwaji wa bajeti hii kuu ya serikali ya mwaka fedha 2026-27 ni mwanzo wa mjadala wa wabunge bungeni kuijadili na kuichambua kwa kina kabla ya kuridhia na kuipitisha rasmi na hatimaye kuanza kutumika Julai ya mwaka huu. Upendo Michael, Azam News, Dar es Salaam. Lakini mapema leo pia waziri wa mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo aliwasilisha taarifa ya hali ya uchumi kwa mwaka 2025, lakini pia mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa fedha 2026-2027 wenye vipaumbele vitano, huku pia akigusia swala la upatikanaji wa ajira hapa nchini. Katika mpango wa maendeleo wa taifa mwaka 2026-2027, serikali itatekeleza maeneo ya kipaumbele matano. Mosi, kuimarisha utawala bora, demokrasia, amani na utulivu. Pili, kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani. Tatu, kuimarisha uwezo wa watu, maendeleo ya jamii ikiwepo elimu, afya, maji, hifadhi ya jamii na makazi ya watu. Nne, kuimarisha uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu kwa mabadiliko ya tabia nchi. Na tano, kusimamia utekelezaji wa vichocheo vya mageuzi ikiwemo nishati, miundombinu ya usafiri na usafirishaji, utafiti na maendeleo pamoja na mageuzi ya kidijitali. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza maeneo ya vipaumbele vilivyoainishwa hapo juu, serikali imepanga kuanza kutekeleza programu miradi mbalimbali ikiwemo miradi shikizi 38 kati ya 51 iliyopo katika programu 7 za vielelezo vilivyoainishwa katika mpango wa 4 wa maendeleo ambao niliwasilisha mwezi wa 3. Mheshimiwa Spika, gharama za utekelezaji wa mpango wa maendeleo wa mwaka 2026-2027 zinakadiriwa kuwa shilingi za Kitanzania trilioni 86.3 ambazo ni sawa na 18.1 ya gharama za kutekeleza mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano, ambao gharama yake inatarajiwa kuwa shilingi trilioni 477.747. Katika hiyo kiwango cha ukosefu wa ajira kimepungua kwa maana ya unemployment kufikia 6.4 mwaka 2024 ukilinganisha na 8.7 mwaka 2021, na wastani ukuaji wa ajira kwa mwaka umeongezeka kufikia 7.8 mwaka 2024
ukilinganisha na 2.3 mwaka 2020-2021. Kwa Mheshimiwa Spika, uwezo wetu wa kuzalisha ajira mwaka 2020-2021 ilikuwa 2.3 kwa mwaka. Kwa sasa tumeongeza, tuna uwezo wa kuzalisha ajira angalau kwa 7.8. Profesa Kitila Mkumbo, waziri wa mipango na uwekezaji. Kwa sasa nirejeshe matangazo haya kwa mwenzangu Richard Ngaila pamoja na Kisa Daniel kabla ya kurejea zaidi kwa kuangalia taarifa nyingine za mwendelezo wa uwasilishwaji wa bajeti hapa nchini na katika eneo la Afrika Mashariki. Asante sana Raymond. Sasa tuangalie kwenye namba zinasoma namna gani, kwa maana zile takwimu muhimu. Bajeti ya mwaka 2023-2024 ilikuwa ni trilioni 44.39, deni la taifa lilikuwa trilioni 79.1, mapato ya kodi yalikuwa trilioni 30.2, lakini wakati huo vipaumbele vya bajeti ilikuwa ni uchaguzi wa serikali za mitaa na utawala, wakati ujenzi wa reli ya kisasa SGR pamoja na kuimarisha kilimo cha umwagiliaji. Sasa bajeti ya mwaka 2024-2025 ni trilioni 49.34, deni la taifa lilikuwa trilioni 92 na mapato ya kodi yalikuwa trilioni 33, huku vipaumbele wakati huo vilikuwa maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, maandalizi ya mashindano ya AFCON 2027. Unafahamu kwamba Tanzania, Kenya na Uganda ni waandaaji, lakini ulipaji wa deni la taifa. Sasa bajeti ya mwaka 2025-2026 ambayo ndio hii inaenda kumalizika Juni 30, deni la taifa lilikuwa trilioni 107.7, wakati bajeti yenyewe ilikuwa trilioni 56.49, mapato ya kodi yalikuwa trilioni 40.47. Vipaumbele vya bajeti ilikuwa ni pamoja na kugharamia deni la serikali, mishahara na stahiki za watumishi wa umma, maandalizi ya michuano ya AFCON 2027 pamoja na uchaguzi mkuu. Wakati bajeti ya mwaka unaoanza Julai mosi 2026-2027 ni trilioni 62.3, deni la taifa ni trilioni 114.34, mapato ya kodi ni trilioni 36.8. Vipaumbele vya bajeti ni kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, kujenga uwezo wa watu na maendeleo ya jamii, uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia ya nchi, kuimarisha msingi wa uendelevu wa taifa, lakini program na miradi ya kielelezo ni miongoni mwa yale ambayo ni msingi ama vipaumbele kwenye bajeti hii.